Lakini Yanga usichukulie poa. Yanga safari ni kitu kingine. Una Bangala shekhe. Yannick. Guys, una Alhaji Mwamba pale Khalid. Unahitaji nini wewe? Unapata wapi combination ya mido kama hizo? Hapo sijamzungumzia. Si mnamjua? Ndugu zangu, mnamjua? Kwa hiyo tuko serious na ubingwa, na ile returns of the champions ndio slogan kuu kwenye ligi ya safari hii. Tunaendelea nayo. Kokote pale unapozungumzia Yanga kwenye msimu huu, tunataka kikombe chetu. Sisi ni mabingwa wa kihistoria wa taifa hili. Mara 27. Mara 27 guys. Usizungumze vitu tu kama umelewa. Mtu anasema mimi mkubwa, timu yangu kubwa. Wapi ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa wa club unapimwa kwa mataji kwanza. Tunaposema Real Madrid ndo club kubwa duniani kupita club yoyote, ndo club kubwa kwa sababu wanaangalia trophies walizokuwa nazo. Nadil Ahli wanaposema ndo club kubwa Afrika kupita club yote, wanaangalia kabatini brother. Hawaangalii porojo za kusema tu mimi mkubwa wakati mataji una viduchu. Ahli, Nadil Ahli wanaitwa wale. Yanga ina mataji ya ligi kuu 27. Sijazungumzia yale ya Tanzania nzima yale yalikuwa ni ligi ya Muungano. Sijazungumzia na mataji mengine, yani jumla mataji yote ya Yanga yanafika 200 hivi. Hii tena tunazungumzia baada ya uhuru. Huko wakati wanacheza kina Mzee Kondo Kipwata nyuma huko kina Captain Malik huko, tulikuwa na mataji mengine ya hatari mengi mno. Yanga ni mtu anakaa anazungumza kuna club kubwa nchi kama Yanga. Juzi tumeenda Songea, nchi ile mji umesimama. Mji mzima kwenda. Nimesafiri kwenda Songea na club nyingine, nimesafiri, nimekwenda Bukoba na club nyingine. Nakwambieni through my experience, Yanga ni kitu kingine ndugu zangu. Muisikie hivyo hivyo. Mimi nilikuwa maarufu, lakini maarufu wangu umeongezeka mara milioni toka nimeingia Yanga. Kila mtu akona. Hizi naona trafiki moja maskini ya Mungu, mahaba yake kwa Afrika kapiga sote. Usinitetee matatizo na IGP Siro. Mahaba. Yanga sio kitu cha mchezo jamani. Tunaimba tu Yanga tunaichukulia poa. Inatokea kuna wakati inatokea kama vile ulivyoona Ahli wana mataji nadhani 9 kama sikosei ya Afrika peke yake. Lakini walikaa miaka fulani hawakushinda hicho kikombe. Even Real Madrid wana mataji mangapi ya ubingwa wa Ulaya? Lakini hata sasa sio wao bingwa mtetezi. Na kuna miaka hajashinda ubingwa. Inatokea, ndo mpira ulivyo. Liverpool walikaa miaka zaidi ya 20 na 30 sio kama 20 na ngapi? Mara mwisho walichukua 1990 hapo watu wengi amjaje duniani hapo. Wakaja wakashinda na wamerudisha hadhi yao. Juzi sinaona mtu kwa 5. Alafu wenzetu kwa unafungwa 5 wala amna kusalitiana hapo. Kule mnamaliza mechi wa hadha assalamu alaikum, kila mtu asema bwana tumefungwa. Yani mpira huu unajua ngoja niwaambie kitu. Na hii hata tena hii nasema na wana Yanga wenzangu. Pamoja na ubora tunautamba nao wa kikosi chetu, lazima kuna siku tutafungwa. Purely that's the football. Hata uwe vipi. Yani sisi hapa tuna Bangala, sisi tuna Mwamnyeto, wote wale. Lakini ipo siku aidha kwa ubora wa wapinzani wetu siku hiyo, au kwa sababu nyingine yoyote ile, wachezaji wetu hawajaamka vizuri, mechi imekataa, mmeenda kucheza kwenye uwanja labda plani ya mwalimu haikuwa, nafungwa. Huu ndo mpira. Na tuanze kujiandaa. Yani ukiwa mwana Yanga halisi
na unashabikia mpira, unashabikia klabu hii, lazima ujue kuna siku timu yako itapoteza. Tusiwe kama wenzetu ambao wakifungwa tu wamesalitiana. Hakuna mpira wa hivyo, haupo mpira wa hivyo. Ni ndazimu huo. Unakuwa kiongozi wa mpira au mshabiki wa mpira, yani unapata wapi legitimacy ya kuongea mambo kama vile timu yako wewe ni bora kuliko wale the Giants of Brazil 1970, Pele, Jairzinho, Carlos Alberto Pereira. Wewe unawafikia wale na walifungwa. Wewe unafikia the dream team kama Barcelona ya 1992, Risto Stoichkov, George Hagi, Romario de Souza, wote ni left footer. Bakero, Pep Guardiola, wamefungwa. Wewe timu yako ina nani wewe? Ni watu vipi nyinyi mnazungumza maneno ya hayawani? Sisi tunapata uongozi, tunapewa dhamana ya kuongoza mpira, ya kuongoza clubs hizi kubwa, halafu tunaaminishana kwamba timu zetu zistahili kufungwa. Wana Yanga, chonde akili ondoeni. Hiyo ni akili ya kimatope. Nasema hata tumlete Messi acheze kule mbele na kina Mayele, nyuma yao au mbele yao po Ronaldo, ipo siku pale tutafungwa. That's the football. Hii lazima tuanze kujijenga kisaikolojia hii. Yani iwepo. Hakuna timu ya kufungwa, lakini ndo mpira. Ndo mpira. Mwaka 1999 mimi nafanya marejeo makubwa ya kimpira. Manchester United ilishinda makombe 3, ngumu sana kwa Uingereza kutokea. Walishinda FA, wakashinda ndani kwa Barclays Premier League kama sikusei, wakashinda na Champions League. Subhanallah, wakaingia ngao jamii. Kilichowakuta kwenye zile Super Cup ngao jamii, wakaenda iko balaa tupu. Ligi ilofuata pachulu. Mungu nisaidie. Young Africans, hii Yanga hakuna. Mimi katika kukua kwangu, achana hizo walizocheza wazee wangu ambazo hizo sikuziona, mimi katika kizazi kukua kwangu niliwahi kuiona Yanga bora sana 1983 nikiwa mdogo, kwenda pale Taifa. Pale katikati alikuwa anacheza Athman Juma Chama na Isia Kasa Labo Sentaf, huku Yusuf Ismail Bana, huku Ahmed Amasha, goalkeeper miskini. Midfield Charles Boniface Mkwasa na Juma General Mkambi. Omari Hussein anaenda na Husenidi. Pale anacheza Bedi Mziba na Juma Makumbi Juma. Utoki. Simba hiyo alitoka zake Brazili kwenda kujiandaa kuja kucheza na Yanga, kaja pale kwa Mkapa wakati wanaita Taifa kama alichofanywa juzi, ndio kimtokea hivyo. Hizo Yanga ile ilikuwa atoki mtu. Mechi ya mwisho tumechukua ubingwa wa Muungano, tumefunga Small Simba goli 4-1. Mkwasa mwaka ule ndio alikuwa mchezaji bora wa msimu. Mechi ile alifunga hat-trick 4-1. Hat-trick master kafunga Charles Boniface Mkwasa pale. Tukaingia na ubora wa kikosi ule, wakaongezeka tu wachezaji wachache. Kwenye Eastern Central hatukufanya vizuri. Kwenye ligi ya klabu bingwa Afrika tukatolewa. Ligi na ubora ule, Mkwasa yule, Makumbi Juma yule, Amasha yule, tulionyeshwa mpaka na CDA hapa. Ndio kwanza alikuwa mpanda ligi kuu. That's the football. Naka unaamini wewe huna Messi, huna Ronaldo, timu yako isifungwe kwa nini? Una nani wewe? Nani? Ndaba. Hebu tu ni serious jamani. Tu ni serious. Tunaupeleka, unajua mimi naogopa kizazi hiki kitaaminishwa ujinga hiki. Chao watoto wanaokuwa wataamini kumbe ukiwa timu fulani, ukiwa Yanga utakiwa ufungwe. Hapana. Mimi kusema kweli naheshimu sana kitu kimoja nilichokipata kutoka kwa Yanga. Washabiki wa Yanga hawajioni miungu watu.
sio washabiki. Washabiki hata wa Simba hawana shida huko, au Azam au Coast. Yani viongozi nakuzungumzia, hawajioni miungu watu, wanakubali nadhari za kimpira, wanazikubali. Yani huku nimejifunza kitu kipya kwamba huku mpira unazungumzwa tu kwamba tutafungwa, tunaweza tukashinda. Hakuna huku nadhari za kusalitiana. Wao ukiona kila timu inapofungwa wamesalitiana, kuna kitu wanakificha nyuma pazia. Hatujashinda, sisi tumefungwa hapa finali FA. Nisikia kuna usaliti. Hebu pateni picha. Nakuombeni swali moja tu. Nendeni mkajiulize. Kuna mchezaji wetu alipo red card, si mnamjua? Ile mechi ya finali FA. Hamjui? Mugoko, si ndio? Rafu ile katika hali ya kawaida ingetokea angefanya mchezaji wa upande wa pili kwa mchezaji wetu kwa staili ile ya rafu, wallahi yule mchezaji angetolewa kafara mchana. Angetolewa kafara, angeonekana yule kasaliti. Shekhe, Yanga ni msikia Mkoko kalaumiwa. Watu wamerudi kumtamataka, wametufunga basi twendeni. Wamekuja juzi kwenye ligi tumafande tu kule chali. Ndio mpira, timing tu. Ona kao sema tumesalitiana. Hii leo nalikemea kwa sababu naona linaachwa. Halizungumzi katika ubora wake. Linaachwa na linazoeleka, sasa linamea katika mpira wa Tanzania kwamba timu hazifungwi isipokuwa zimesalitiana. Hii wapi unapata mambo haya? Na nimsikie mtu siku hahitaji mtu wa Yanga kahusika na jambo lolote usaliti. Nimsikie mtu wa atanijua mimi nani. Nakwambia atanijua mimi nani. Tuwezi kuendesha mpira kusalitiana. Sisi tunasajili wachezaji, mnatamba wenyewe, sisi tuna kikosi kikubwa. Jamani, nyinyi mlisikia hapa si pre-season yetu ikawa nalaumiwa. Tukawa tunaambiwa si pre-season tumeenda kucheza tu Morocco. Na kweli sisi watu kupata pre-season nzuri. Corona iliathiri wachezaji wetu. It's true. Hatuna shida haya. Tumetolewa. Sasa timu imeimarika. Wote ni mmeimarika, sisi tumeimarika. Tulipokutana ikawaje? Niwaambie ndugu zangu, nisiwachoshe sana, nimetaka nilisema hivi maksudi bila kuingilia maisha binafsi ya watu, na nimekemea jambo la kimpira ambalo mimi linanikera kwa sababu na mimi mwenyewe ilishanitokea mara kadhaa. Mambo ya hovyo nazungumzwa, mambo ya hovyo tu. Wachezaji kadhaa wameathirika na hili jambo kiakili. Wengine walitamka kwenye maredio, kwenye ma-TV. Mchezaji ndani akiondoka anaondoka na kitu gani kifuani? Yanga uzuri wake, wakisema no. Yanga waona mambo ya hii chupli si mchezaji kasali. Hawa akwambia wewe utoke hapa, unaotoka. Yanga waliwe kufukuza timu nzima. Na baba yangu akiwemo. Timu nzima. Tena sio timu. Jamani. Niye sisemi kwa sababu yule baba yangu, ulizeni kususande Manara. Yule mtu kwa wajua mpira. Hawa labda mara 100 yake. Au marafu. Walifukuza hawakujali Sembuli, Dilunga, Sande, Kapera, Tenga huu. Alikuwa mwenyekiti wa TFF. Wote. Na viongozi, marehemu mzee Mangaratabu walikuwa na heshima kubwa mjini. Mwenyekiti wa Yanga alafu anaongoza ile zamani naita sini Tanzania Press kwa kitu gani ile mambo ya uchapaji. Director General, yani sio mtu mdogo. Yeye na timu yake wakaenda wakafungua pani. Hawakucheza. Lakini nyinyi mnaitana wasaliti bado mmo. Nyinyi chungule wasaliti bado wamo. Leo nasikia masikio Jamani, nawashukuru sana, tukutane. Tuna kitu tunataka kufanya. Kuna issue ya promotion ya mechi hii. Tutakupitia social media zetu. Kuanzia leo tutakuwa tunatoa zawadi kila siku mpaka siku ya Ijumaa za tickets na jezi. Na nimwambia wenzangu kwenye idara lazima
to inspire sasa washabiki wapya. Mimi sina shida, watu wa Yanga wapo. Yanga ukiacha zile takwimu za zotolewa kule Voice of la lini hii za milioni 40, Yanga ina washabiki kweli wanaojulikana kwa data wasiopungua. Tumake sisi tuweze kufanya chupli milioni 40 na masi ndo nchi nzima. Lakini kwa Tanzania sisi tupungui milioni 20 mpaka 25. Hao wapo. Kwa hiyo tunahangaika na kuna kundi la watu ambalo lenyewe halijafanya maamuzi ya kwenda kwa mshabiki wa either Azam au Coast au Young Africans. Wapo watu bado mpaka leo. Hawa lazima tutengeneze strategic plan, tena rolling. Unajua maana yake? Endelevu. Yani rolling strategic plan ya kuwin masa ambayo yenyewe iko. Kwa hiyo moja zawadi tutakazotoa, tunajielekeza kwa inspire, kuvutia washabiki wapya ambao watakuja kuisupport club hii. Hii ndio club ya watu, People's Club. Hii ndio club ya wananchi wa nchi hii. Hii club ndio iliyoshiriki harakati za kumuondoa Richard Turnbull na Edward Twining kwenye ikulu ya Magogoni na wenziwe. Hii ndio klabu ambayo ofisi yake ilitumika kama sehemu ya harakati za kulikomboa taifa hili adhimu kabisa. Hii ni klabu ya watu, People's Club. Sio klabu tu imetoka imeanzishwa so baadaye mnakaa sokoni mnacheza bao hii nayo history ya nchi hii. Big history. Nyie vijana muelewe, hii klabu ina historia. Mkikaa mnapoandika vibaya Yanga, muweke heshima vizuri. Hii klabu ina historia kubwa. Na sio uhuru tu wa Tanganyika, lakini hata uhuru wa Zambia. Wazee wetu viongozi wa zamani wa Zambia wa Young Africans walikwenda Zambia kuungana na wakapeleka makomando kule, vijana wana harakati kutoka Young Africans kwenda kuikomboa taifa la Zambia. Na ndio maana heshima ya uwanja wetu tumempa marehemu pale rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda. Unakaa unataja tu Yanga, mimi timu yangu kubwa, timu yangu wapi ukubwa unao wewe? Kubwa kuliko Young Africans. Asanteni, kama kuna maswali. Hebu ni kwa maswali tuweze kumaliza. Kuna tiketi zitatoka kama ambavyo amesema Haji kwa mashabiki wa mpira. Kuna tiketi za kutosha, lakini tuna jezi pia za kutosha kwa mashabiki. Na tiketi tayari zile ziko mtandaoni. Kwa hiyo wale wanaotumia simu wanaweza wakaanza kununua tiketi mapema kabisa. Tumeziweka mtandaoni tangu jana. Na karibuni. Uwezi kuliachia tu, lakini kuna maeneo umetushauri vizuri tubadilishe hizo activities za zisio zinafanana, na tunapenda tuendelee kutushauri kwa sababu sisi sio malaika. Na sisi hatujui kila kitu. Wanaijua kila kitu na wajua wewe. Sisi hatujui kila kitu. Sisi mazuzu kwanza. Tunapenda kuonekana mazuzu. Na ndio maana tunafanikiwa katika maisha. Wanaojua kila kitu siku zote habari zao kwisha. Kuna swali lilosema jamaa utoe. Hii habari ya mimi kuzungumzia watu wasiohusika na mpira kuja kuwa wasemaji wa mpira, mimi sidhani kama mimi mkubwa sana Sheikh Haji Manara kuanza kuzungumzia watu wengine, nitajishusha sana. Nimetengeneza brand for long time. Halafu mimi nasemea brand kubwa ya Yanga iliyoundwa zaidi ya miaka 80 na nikae kwenye kiti hiki cha kifalme walichoniwekea Young Africans nijibizane na watu wa mtaani. Haji yuko beyond na mambo hayo. I'm sorry brother. Najua mimi naogopa kuna maswali kuyajibu inawezekana ikatafsirika tofauti, lakini lazima tukiri tunahitaji kuinvest kwenye football very serious, sio investment za kichupli. Na mimi nataka kuambia kitu kimoja guys, wana Yanga nisikilizeni, wana Yanga
mafanikio ya klabu za kisasa zote ni zile zilizokubali uwekezaji very serious. Hakuna njia nyingine ya mkato. Football ya kisasa hakuna njia ya mkato, haipo. Kwa hiyo ili tuje kushinda hayo mataji lazima tuwekeze very seriously. Sio kuwekeza kiujanja, unakuja tu umechukua kabati umeliweka. Weka mzigo kweli kweli, lete wachezaji kweli kweli, tengeneza mazingira mazuri, tutashinda bana. Jamani, Ahli wenyewe wanasema ile ni nchi ndani ya nchi. Al Ahli mimi napenda kuizungumzia kama ndio club bora Afrika na club kubwa na ndio bingwa current, ndio. Ahli wenyewe wanaita hii ni serikali ndani ya serikali ya Egypt. Yaani ukishuka kwenye taxi, dereva taxi atakuuliza kitu cha kwanza, wewe unapenda Al Ahli au? Kwa hiyo wewe lazima umjibu yes. Ukifahamu mchezo anataka kuacha njiani. Yaani washafikia mahali ile klabu watu wamewekeza. Mamelodi kuna pesa imewekwa pale. Mnavyosikia haya maklabu makubwa yaliyoshinda na yamewekwa pesa kweli. Si unasema tu, pesa unakaa nazo mwenyewe mfukoni. Hapa dakika 2 unakutana Facebook. Weka pesa kweli, tutakuja kushinda ubingwa wa Afrika. Na nakuhakikishia jina la Yanga linaakisi na ubingwa wa Afrika. Sisi ni Young Africans na ubingwa wa kwanza wa Afrika nchi hii insha Allah utaletwa na Young Africans. Asanteni, tukutane kesho. Kesho nitafanya media tour, lakini nitawaambia jioni watu wangu watanambia wapi, lakini nadhani kuna mahali nitaanzia, lakini nitakuja siku mbili hizi. Tunataka kupush kidogo hii mechi. Hii sio mechi ya mchezo, nataka tusaidie vyombo vya habari tupush waje kuona ladha pale. Tuwezi kuona mechi kubwa kama hii ya Yanga na Azam alafu pale kuna watu 5,000 10,000. Mimi naamini wana Yanga wao hodari kuna mpirani. Hawahitaji hodari. Yaani ni kuwakumbusha tu kidogo. Hodari sana. Kwa hiyo mimi kazi iliyokuwa na hapa ni nyepesi. Yaani situmii nguvu nyingi, ndio maana unaona na nawiri, na nenepa, napendeza, situmii nguvu. Ni mchoro mimi natumia msuli siku hizi. Mnanisikia kwenye maredio kila wakati. Yanga maisha mepesi, wallahi raha Yanga, wallahi ya akhi. Asanteni. Jamani, shukrani sana. Tutaendelea kupeana updates. Kadi namba takapokuwa. Na mtazamaji wa Azam Sports 1 HD,